kwa sababu haya yote ni ya dunia. Hata sisi kanisa letu la Ndaru tumepoteza mama katika kanisa letu. Kwa hiyo tunahitaji maombi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huanza na majina kabla sijasoma Biblia. Naitwa Reverend Japheth Masolia, nikiwa Ndalu Region, Ndalu Assembly. Nasema ya kwamba kifo kinapotokea huwa kinatujulisha ama kutupa warning ya kwamba hata sisi tuko katika safari. Kwa hiyo mwenzangu ambao umekaa, ujue kwamba wakati wowote mimi na wewe tunaweza ondoka. Lakini tunajipanga namna gani? Tuwe ni watu ambao wanaweza kujipanga katika njia ambayo inahitajika, kwa sababu wakati ulipoingia ndani ya kanisa lake Mwenyezi Mungu, Mungu anataka sisi tukue Wakristo wema, tukae Wakristo ambao tunaweza jua kwamba sisi ni watoto wake. Tunapoishi tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, ili tunapoitwa, tukiitwa tujue kwamba tumeitwa katika neno lake Mwenyezi Mungu ama katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisome Biblia. Kitabu kinaniambia hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanuka kama vile ua, kisha ukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo mwandishi aliandika wakati Ayubu alikuwa katika harakati akiangalia maisha yake. Yalikuwa ni maisha magumu sana. Na akasema ya kwamba mwanadamu anayeishi katika dunia hii siku zake ni chache. Yeye ukatika mara moja, ako kama ua ambalo linapokuwa na wakati moja linakatika linaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe ambao tuko katika dunia hii tujue kwamba wakati wetu ni wakati ambapo ni mfupi katika dunia hii, lakini tunapokaa tukae kwa imani, tukijua kwamba wakati wowote tunaweza kuondoka. Kwa hivyo mimi na wewe tukae kwa imani. Ayubu alipoangalia haya maneno, aliona kwamba mwanadamu pengine katika maisha yake kuna wale ambao wengine wanaona kwamba pengine wataishi, lakini anatukumbusha ya kwamba tujue kwamba maisha yetu ni machache. Tunakatika, tunakufa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposimama katika dunia hii ujue kwamba unakumbushwa. Tunakumbusha tukae kwa imani, tukae tukijua kwamba sisi ni wapita njia. Tusikae tukisema kwamba sisi tutaishi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kitabu kingine. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wakwao katika Bwana tangu sasa, maana asema Roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kinaniambia kwamba heri wakufao wakiwa katika Bwana. Mimi na wewe ambao tuko katika dunia hii tutende matendo yaliyo mema, ili wakati wetu ikifika tukikufa tujue kwamba tunakufa tukiwa katika Bwana. Ili ya kwamba anasema Biblia inasema kwamba ukifa ukiwa katika Bwana unaenda kupumzika na matendo yako yatafuatana na wewe. Kwa hiyo wewe angalia ndani ya maisha yako, mimi nikiangalia ndani ya maisha yangu, tunapoishi katika dunia hii, na sisi ambao ni Wakristo, ambao ni wa Bwana, watoto wa Bwana ama watoto wa Mungu, tuishi katika neno lake, tukijua kwamba tukifa tukufe katika Bwana. Tusiwe ni watu ambao anakaa katika dunia tukikosa kujua tunatembea namna gani, kwa sababu hao wanaokufa katika Bwana matendo yao yatafuatana nao, wanaenda kupumzika katika neno lake Mwenyezi Mungu, au wanapumzika mbele yake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tuko katika dunia hii tuishi tukijua kwamba tukifa tukufe katika Bwana, tuishi katika neno lake Mwenyezi Mungu. Ukiwa Mkristo
uishi katika njia nzuri, uwe ni mtu ambaye unaweza tenda matendo mazuri, ili ukifa matendo yako yatafuatana na wewe, ukienda kupumzika mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe ni mtu ambao kiburi katika dunia hii. Uwe ni mtu unatembea katika neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu alikuumba wewe na anataka wewe utembee katika nguvu zake, anataka utembee katika neno lake, anataka utembee katika Ukristo ukijua kwamba wewe ni mtoto wake. Na Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupate maombi. Baba Yesu, ninakushukuru mchana wa leo kwa wema wako na fadhili zako. Baba, ibada ya Mama Miriam Madiva imeanza mwendo. Watumishi wote ambao wako mahali hapa kwa ajili ya ibada hii tunakabidhi mikononi mwako. Wako njiani kuelekea mahali hapa Baba, ukawaita miguu yao iwe wakifika kwa wepesi, maana wewe ndio Bwana. Baba, watu wote ambao wamefika Baba, naweka chini ya ulinzi wako. Wacha baraka zako zikambatane pamoja nao. Baba, jamii ya mzee Madiva yote na ukabidhi mikononi mwako. Ukawalinde, ukawahifadhi, maana wewe ndio Baba uliye mbinguni. Baba, unapoomboleza kuomboleza ukiwa ndani mwako. Kwa Yesu nimeomba na kuamini. Bernard Mulari Shumanyola. Asante, saa zimeenda Saidi. Nataka nimlete chairman wa jamii ili mwenye atasimamia kuleta wanenaji kutoka upande wa jamii, yule ambaye wamechagua ili kusimamia jamii. Kama hakuna, waniambie mwenyewe nisimamie. Uniongoza Mwokozi, haleluya. Kuongoza wa mkono mbele, mkono akinishika, atakachoniletea ni tayari kupokea. Uongoza unishika kwa mkono wa hakika. haleluya. Nitaandamana naye, Kweli Kristo aniongozaye. sikiisha kasi chini, sema ndakwenda, haleluya. Kuongoza kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Nami pengine rani, ningalinga yoyote, yupo nami siku zote. Uongoza unishika kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Niko hapa kwa niaba ya jamii. Mama alipenda amani. Mama alipenda utulivu. Ningependa tuwe na utulivu. Iko
nikiwataja mnakuja, tunatumia muda mchache, tuko na muda mchache sana, so tusiende kwa mengi. Nitaanza na baba wa marehemu. Baba wa marehemu. Wakifika tutawapatia nafasi ya kwao. Mama wa marehemu. Ni wakati wa jamii. Mama wa marehemu. Mama wa marehemu. Pia wakifika bado watapewa nafasi ya kwao. Tunaenda kwa haraka. Haki kuna kazi nyingi iliyo mbele yetu. Nitaenda kwa shangazi wa marehemu. Shangazi wa marehemu, wale ambao wako wamefika. Iwapo kuna shangazi wa marehemu ambao wamefika. Kwa mara ya kwanza nitaingia kwa cousins wa marehemu. Cousins wa marehemu, yani wasiara. Nimeona mmoja wasiara. Nimeona mmoja wasiara. Kwa Kiingereza ni cousins wasiara. Na kurora babanja abehara alinini wani wasiara. Na kidogo tu pastors na wote wamekuja kutusaidia msiba huo, na msalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjamboni? Hamjamboni? Mirembe jamsimbi amaliorogendo amalikwatwa kunyikumanyisa kuligenda dale, lakini yeye Mungu amuongoze kwa safari yake. Tena nikishukuru kwa wote wa Nairobi jinsi mmefanya hii kazi, mkaweze kubarikiwa. Mimi nimetoka Malaba, nimekuja kuwakilisha kwa watu wa Maragoli, mkaweze kubarikiwa. Asante. Asante. Madhabahu matakatifu yaliyokaliwa na makasisi, pastors, pamoja na washiriki wote wa diwani na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mirembe bosi. Mirembe jamsimbi. Asante. Nze manzi bilirieta bananga egri ambuga chichoba. Chichoba. Kindu chamene cho. Bwana Yesu asifiwe. Embo muyaye muku. Bwana Yesu asifiwe. Msimbo yu numukani tu. Sabe msharada. Koze. Sante. Vya ngubuno. Ekambore. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kadi tuyu. Kwa muyanza. Kwa biruka naye. Midari rwanyele. Rwanyele. Wadiuka nore ne Rwanyele PG School. Bwana Yesu asifiwe. Niko biruka naye kwa biruka burayi. Kusoma naye. Nasome chambi tinzi nembe cyabugami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa gendera hala. Wakwatwa mu school ya primary era amane kwabukana uri mrunazi iza ngatidacha na ikuru na natigara yengo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanda amara masomo najaga kwa enzi gas. Wanda ka enzi gas kaje Doreti mamba ni huki barua. Nendo Doreti ni mambo na ziadiriwa. Nadiriwa ndai ndama na yomba. Tanjaza kaitama na abe yomba. Kunzini njaza diribira. Kwame na abondo kasoito. Nadiriwa huki rubulimo.
Bwana Yesu asifiwe. Kitengela. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Yega wa 94 1994 kunembe adhiriva ila akiwa hapo adhiriva daga ananende semeji alipatana na shemeji yake. Shemeji kanisa aturi harishimbi wetu da. Shemeji atoki mbali karibu na kwao. Ni hangere kabisa. Ni ngambo tu kidogo. Nimteva wame na hai. Alimuuliza mahali hapo anapoishi. Jambo la kwa midanu mkani yenyu. Namwambia anaishi tu hapa na sister yake. Nanzida kubikivinda mbekunu wanziza hamba. Na mahangaika hakuna mahali anaenda. Jambo na hamba. Alimwambia kuja. Mkani nyevera kuombe chai uniku. Sana hivi wako hapa kutengenezea chai ukunywe. Nutura munu usamura nuze uze. Utoke hapo ukienda kazi, ukiendanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamena burai. Waliishi vizuri. Tukifanya hali ya kibarua, wakifanya kibarua. Sasa ni ambuikira, Mungu akamkumbuka. Niwaambandika, akaandikwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimukani ya msindi muhula? Muhula. Sunday. Sunday mno. Kutoa hene yaho, kutoka hapo. Kama neno le nyumba ninzia, alipata nyumba alioa. Nyumba yako menda mu mukani dawe. Nyumba ya kodesha kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Semeji kandi na msembe wanyende la abaza kola. Semeji agonindi abendi asamu naomba kilego samoro. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea katika hali hiyo tuliishi vizuri. Mpaka nimeenda retire, nimetoka deliver, nimerudi nyumbani, msemba akiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kubaraki umakohona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukotizo mkani tu. Nuvereri. Nisengea wana wangu. Nishangaze watoto wangu. Wanakaa na watoto wangu adhiria vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Shemeji. Karaha. Hatuna za kusema. Nuvereri. Avifa. Pole. Garaha. Garaha. Pole mno. Amini Mungu yaze. Lakini babi huyu. Wewe baba yenu. Babi huyu. Huyu baba yenu. Simoni zosi zianza kwa babi huyu. Angalia baba yenu. Taraji babi huyu mzadawe. Siache baba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimbikizi mwanzo kubaba baba huyu. Kuza baba yenu huyu. Atakaa kidogo. Amina. Sanjeza marwata. Akuni pombe. Ataishi mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sebenja na kuona dawe. Hana ya kuongezea. Kwa Mungu vitu. Kwa Mungu. Tumepoteza. Wakogotiza. Kwa Mungu. Tumepoteza. Wakogotiza. Pole mno. Pole sana. Nimbo mwana mluku. Nao Mungu. Utole magui. Kutoka magui. Chaufuna. Asante mno. Asante sana. Asante. Ubarikiwe. Ukase. Nitakimbia mbio, nitaenda kwa dada. Dada wa marehemu. Dada wa marehemu. Na mdogo nimekuona. Dada wa marehemu akija, waliomuita mama watafuata. Yende mosi. Yende kandi. Nitabananga linkazi. Ubwali wikaliri bugana ya medium. Basanji bosi na basomi bosi na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Nikushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwani mwenyewe amejiandalia madhabahu hapa. Najua wengi wanashangaa, Miriam ni dada yangu. Kuna mwenye amesema yeye ni ukoo wa Abamku. Mimi pia ni wa ukoo huo. Nilijikuta huku na pia Miriam akajikuta huku. Na tulipojuana nikajua niko na dada yangu karibu. Amekuwa akipita ananisalimia.
tunajadiliana hapa na pale, ananitembelea nami namtembelea. Japo safari yake imewadia kwa haraka, nimepoteza dada, na naomba tu Mungu amlaze mahala pema alipomwandalia. Kwa familia, watoto wa Miriam, wacha Mungu awatie nguvu. Alikuwa na mawazo mazuri kwenu na mnajua, jaribu sana myatimize. Mbarikiwe sana. Naitwa Helen Okonda, wasionijua, jirani hapa juu. Asante. Madhabahu yetu takatifu, waombolezaji wote wamefika, wametoka mbali na karibu. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo kwa sababu yeye ndiye amepanga. Bwana asifiwe. Amen. Usiende ni dada yangu. Na mimi wakati nilijua Musimbi, nilikuwa nimekuja Ndalo kanisa. Wakati nilisimama, yeye alikuja akaniangukia akaniambia, "Wewe unajua ni dada yangu." Lakini wakati nilimuuliza, kwa sababu alikuwa mdogo, mimi nikitoka nyumbani, nikamuuliza, "Wewe unatoka wapi?" Akaniambia, "Wewe unijui mimi ni mtoto wa Daudi." Nikamkumbatia nikamfurahia. Dada yangu alimake sure amefika kwangu huko Kimini. Akasema, "Mimi ninataka nijue kwako na unipe namba yako." Bwana asifiwe. Amen. Nimehuzunika. Wakati nimesikia matanga iko Ndalo, mimi nikaona tu ni matanga ya kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Poleni sana. Dada yangu alifika kwangu, akaniambia, "Mtoto yangu anataka afunge ndoa. Tutaenda na wewe." Kwa hiyo hali niligonjeka, hatukufanikiwa. Lakini Mungu mlaze pema. Huyu ni dada yangu. Mimi ninaitwa Linet Kanyisa, mtoto wa Ichogo. Wenye wanatoka Chambiti wanajua Chogo. Hapo Chambiti tu hapa Liao. Kwa hivyo nimepoteza rafiki. Nilikuwa nimepata dada yangu kwa sababu alikuwa ananiambia, "Sasa sisi wa Muku tumeshikana. Nitakuja unionyeshe wengine penye wako." Nikamwambia, "Kuja, tuko na chama ya Bamuku. Utaingia ndani." Lakini kwa hiyo hali nilikuwa nikipiga simu yake haikuwa inaenda, na licha alikuwa ameniambia network kwake ni mbaya. Na nikaona tu ni network. Sijui kwake, yeye anajua kwangu. Kwa hivyo acha tu Mungu mwenyewe anajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watoto wa marehemu Musimbi, Mungu atawalinda. Na nipoleni sana. Na hata huyu dada anijui. Huyu ni dada yake lakini hanijui. Kwa hivyo tutajuana tu. Mungu aweze kuwabariki. Mirembe Musi. Mirembe kandi. Kujitabana nga Eunice asikira. Nembo mukana nga Miriam. Nani buvereri bwenyine bwambere. Ndeba mugiri kusa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wageni wetu wametoka Kisumu mbali na wamefika hapa hivi. Tafadhali kama wewe ni mwenyeji hapa, tuwasongee katika hii hema iko hapa ya familia hii. Tuwasongee tu tafadhali. Wametoka mbali Kisumu hadi hapa. Tuwasongee tu katika hii hema. Wapate mahali watakaa. Wanaomuita mama, mngekuwa mmefika hapa. Wanaomuita mama si watoto wa marehemu, wanaomuita mama si watoto wa marehemu, wanaomuita mama. Eunice and your siblings. Jina tu alafu tunaharakisha. Josie nimekuona. Anayesimamia program ya jamii. I need you to be strict. Mtu mmoja ama wawili wanasalamia, wengine
Tacha majina yao. Time is not on our side. Madhabahu ya leo na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ibada kwa jumla, waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni huzuni, huyu Miriam ni mama wa watoto wangu katika Kikristo. Alikuwa mama mzuri wa kuangalia hao watoto, anawatunza kwa njia mzuri. Majina ya watoto Juliet Rosaria, Lilian Rabima. Mbarikiwe. Heshimu madhabahu na ibada kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Bora kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa mji wa mwangaza hapana usiku, hautapita tena, hapana usiku. Mungu atayafuta machozi na hasara, hapo miaka itakoma, hapana. Nite Dennis Nyando, aliyelala pale ni mama wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Reverend ndiye aliyenizaa kwa Ukristo. Mungu amani awabariki sana. Jina. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Kwa majina naitwa Josephine Alvisa, aliyelala ni mama wa kiroho na mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Sylvia Ayoti Rufuzi, aliyelala ni mama yetu mpendwa, ametulea sana tangu utotoni na ni huzuni kuu, lakini tumeachilia roho yake iende mikononi mwa muumbaji wake. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sheila Ijenya Ambuga, aliyelala ni shangazi yangu. Nimetoka Malava Kabras nikiwa mtoto wa Agri Ambuga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shari, aliyelala ni mama Mombasa. Mtoa picha biashara kando baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na kwa majina ni James Kedenge, aliyelala pale ni shangazi wangu, na nashukuru wote kwa kuja hapa kwa kuweza kutusaidia mzigo mzito. Mungu aweze kuwabariki kila mmoja ambaye amefika hapa hii siku ya leo. Asante. Bwana asifiwe. Aliyelala ni mama yangu ambaye alinisimamia harusi. Kwa hivyo ni mama ambaye aliniombea wakati wa harusi, hata ndoa yangu yeye ndiye ameisimamisha. Kwa majina ni Raidi King. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mary na mama tumekaa naye sana wakati amekuwa Machakos level 5. Hata wakati alidischargiwa tulidhani anaenda kuwa vizuri, because she had regained her kila kitu. So it's just sad. Juu si kuamini. But mapenzi ya Mungu nayo ifanyike. Naye alale mahali kuna maji huku. Pema palipo na wema. Mungu awabariki. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Judith Shayuga, nikiwa Mrs. Reverend Rogers Shayuga. Aliyelala ni mama yangu, msimamizi wa harusi yangu. Yeye ndiye amesimamia nyumba yangu, yeye ndiye alinitoa machozi akanipanguza. Usiku wote tulishinda na yeye, lakini itabidi tumkubali Mungu amemchukua roho yake, amweke mahali pema peponi. Tutakutana baadaye. Kwa majina hayo mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Olume. Hii ni familia na tumepoteza mama strong sana, but najua mali yako uko mali pazuri. So kwenye umefika hapa pia asante na mbarikiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi narudisha shukrani kwa Mungu kwa maana ametufikisha mahali hapa kumwomboleza mama yetu ambaye ametulea tukiwa wadogo mpaka venye mnatuona saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Java, mbarikiwe. Asante. Wacha nisalimu madhabahu yetu matakatifu ambayo imekaliwa na machief vika, reverend pastors na director, mama regions na mama assembly. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Haleluya. Asante. Wale ambao wako huko, mwami Yesu izominywe. Peperusha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mimi kwa majina ni Reverend Rogers Shayuka. Mimi mnaponiona hapa niko kwenye hii jamii kama mtoto wa hii jamii. Sababu niseme hivyo, huyu mama aliyelala ndio mama ambaye nilimwendea wakati niliona kitu mahali. Nilienda nikasema, mama, nimeona kitu mahali, hata wewe ningependa ufanye uchaguzi ama ukague uone kama ni kitu chema. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mama aliweza kuniambia, kijana wangu hujakosea. Hapo ni mahali pazuri. Mama amesimama na mimi katika harusi mpaka wakati ameondoka. Mwami Yesu izominywe. Unajua duniani kuna mtu anaweza ishi mahali na aondoke hata bila kuinua jirani yake mkono. Lakini huyu mama nampa ua. Sababu hata ukiangalia ni mama alikuwa mtenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu izominywe. So mimi sitaenda kwa mengi, nasema tu mzee pole, maana umepoteza kipenzi. Na pia bado wajukuu walikuwa na hamu ya kuona mama. Bwana Yesu asifiwe. Kila ningeomba tu mtuweke kwenye maombi. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wajomba wa mama both side, pande zote mbili. Asante. Wacha niheshimu madhabahu haya ambayo yamekaliwa na Reverend Pastor, mzee wa baraza, mama region na mama directors wote. Ningependa kuwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibada yote kwa jumla, wa mama kwa wazee na watu wa ukoo pamoja na vijana ambaye wametenda kazi hii kwa moyo, ningependa kuwasalimu. Yesu asifiwe. Salamu yako mimi